ubaya hii tunavuka. Ndugu zangu wana Simba, awali ya yote tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku ya leo hapa katika tawi tarajiwa la Mbezi shule Sokoni. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuwapongeza viongozi wa tawi hili tarajiwa kwa kufanya maandalizi haya makubwa, na hatimaye hii leo tumekusanyika hapa wana Simba kwa ajili ya kufanya shughuli yetu. Kwa mujibu wa taratibu zetu za Simba Sports, bado hili halijawa tawi rasmi, lakini bado mpo kwenye mchakato wa kulifanya tawi hili kuwa tawi rasmi. Kwa hiyo mkutano huu wa leo hapa iwe sehemu ama chachu ya hamasa kwa upande wenu wana Mbezi Sokoni kuharakisha kadri muwezavyo tawi lenu liwe tawi rasmi, tuje hapa, tuje tufanye uzinduzi. Na uzuri ni kwamba nyinyi mmezungukwa na matawi mengi hapa, kwa ni rahisi kwenda kupata maelekezo mfanye kitu gani tawi lenu liwe tawi rasmi. Mkihitaji msaada wowote wa kurasimisha tawi lenu, wapo Simba Hatari wataenda kuwasaidia, wapo Wekundu wa Terminal wataenda kuwasaidia, lakini mweka hazina wa mkoa wa Dar es Salaam vile vile ni mkazi wa maeneo haya, mtashirikiana naye ili kuharakisha kwa haraka kufanya tawi lenu liwe tawi rasmi. Ndugu zangu wana Mbezi Sokoni na wana Simba kwa ujumla, kikosi chetu kimerejea jana kutoka Misri, na baada ya kurejea moja kwa moja tunaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 9, mechi ya marudiano dhidi ya Al Masry. Mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo wa kwanza pale Suez nchini Misri ulimalizika kwa Simba sisi kupoteza mabao 2-0. Lakini matokeo haya kwa namna yeyote ile si matokeo ambayo yanapaswa kutukatisha tamaa, si matokeo ambayo yanapaswa kutuvunja moyo, na si matokeo ambayo yanapaswa kututia unyonge. Matokeo tuliyopata pale Misri yawe matokeo ya kutupa nguvu ya kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe 9 Benjamin Mkapa. Maneno yao tumeyazoea, maneno yao tumeyazoea, wanakuwa Simba kuna kulala, wanakuwa Simba kuna kulala, wanakuwa Simba kuna kulala, wanakuwa Simba kuna kulala. Maneno yao tumeyazoea, maneno yao tumeyazoea, wanakuwa Simba kuna kulala, wanakuwa Simba kuna kulala. Ukweli utabaki ya kwamba tumepoteza mchezo wa kwanza wa robo finali, na ukweli mwingine ambao unatakiwa kubaki milele kwenye vichwa vya wanasimba ya kwamba hatujapoteza robo finali na hatujapoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali. Simba
Tiketi yetu ya kwenda nusu fainali msimu huu ni nyeupe na iko wazi na wala haina kipengele. Kupoteza mechi yetu ya kwanza wala kusituondolee na kusitutoe kwenye malengo yetu. Sisi kama wanasimba tulisema tangu mwanzo ya kwamba hii tunavuka. Tunaposema hii tunavuka, tunamaanisha kwamba hii tunavuka. Kwa hiyo asitokee mwanasimba yoyote mwenye moyo wa swala akaanza kukata tamaa, akaanza kuvunjika moyo, akaanza kupata wasiwasi. Hii sio Simba ya kuwa na wasiwasi nayo. Hii ni Simba ya kutembea kifua mbele. Inaweza kufanya chochote, inaweza kufanya lolote, mnyama akaenda nusu fainali. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwana Simba yote ambaye alikuwa na mashaka na Simba yake, niko hapa Mbezi sokoni kuwaambia kwamba wasiwe na wasiwasi hata mmoja. Simba hii inakwenda nusu fainali tarehe 9 ya mwezi wa 4. Matokeo tuliyapata nchini Misri yawe chachu ya kututia hasira ya kununua tiketi zetu na kwenda Benjamin Mkapa. Matokeo tuliyapata Misri yawe sehemu ya chagizo ya kutuongezea morali ya kwenda Benjamin Mkapa. Waliopanga mechi hizi kuwa mbili walitambua ya kwamba timu bora inaweza ikapoteza mchezo wa kwanza, ikarekebisha makosa yake, ikaenda kwenye mchezo wa pili, ikafuta makosa yake na akaenda hatua inayofuata. Walitambua ya kwamba iko siku kwa ubora wa Simba na kwa bahati mbaya na kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, anaweza akapoteza mechi ya kwanza, lakini akatambua makosa yake, akarekebisha na akaenda kwenye mechi ya marudiano akafanya vizuri na akaenda nusu fainali. Huu ni mwaka wetu wana Simba kwenda nusu fainali. Simba wanajifanya wana masikitiko makubwa ili kutunyong'onyesha tusitimize wajibu wetu wa kwenda Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie wana Simba, katika vitu viwili ambavyo mwana Simba unapaswa kuwa na uhakika navyo vitatokea katika maisha yako. Cha kwanza ni kufa, cha pili ni Simba kwenda nusu fainali. Anasema Tanzania hakuna kama Simba, mwanangu Tanzania hakuna kama Simba. Haya mwanangu Tanzania, haya mwanangu Tanzania hakuna kama Simba, mwanangu Tanzania hakuna kama Simba. Tanzania hakuna kama Simba, baba Tanzania hakuna kama Simba. Haya mwanangu Tanzania hakuna kama Simba. Jukumu la kuipeleka nusu fainali Simba ni jukumu la kila mwana Simba, ni jukumu la wachezaji wa Simba, ni jukumu la viongozi wa Simba, ni jukumu la kila shabiki wa Simba kuipeleka Simba yake nusu fainali. Hivyo basi tunapaswa kuanzia sasa wana Simba kushikamana, wana Simba kushirikiana, wana Simba kuhamasishana, wana Simba kuhakikisha kila mwana Simba anatimiza wajibu wake kwenye matawi, kwenye makundi, viongozi wa matawi, viongozi wa mitaa, viongozi wa makundi. Ajenda yetu sisi ni moja tu, ni kwenda Benjamin Mkapa kwenda nusu fainali. Asitokee mwana Simba akaja na mada tofauti. Sisi mada yetu kuanzia hii leo tarehe 4 mpaka tarehe 9 ni kununua tiketi na kwenda Benjamin Mkapa. Hakuna mada nyingine ambayo mwana Simba anatakiwa kuzungumza ndani ya wiki hii zaidi ya mada ya mnyama kununua tiketi na kwenda nusu fainali. Shughuli imeambatana na mvua. Tunakula wima. Poleni wale wote ambao mnaoa na wale wote ambao wameoa.
tukimaliza hapa kuzungumza, tutatembea wote kwa miguu mpaka stendi pale ili kila mtu aloe. Maana tusianze kuchekana, alafu wale ambao hawajaloa wakajiona wajanja, wenzao wameloa wakaona malofa. Kwa hiyo tutaloa wote. Baada hapa tutakuwa na maandamano mafupi mpaka raundi ya mwisho pale, tutasambana. Tuhakikishe kila mtu maji yamemfikia. Ndugu zangu, twende kwa haraka. Tuna kazi kubwa ya kufanya siku ya Jumatano ya tarehe 9. Lakini hii ni kazi ambayo sisi tunaiweza sana. Hii ni kazi ambayo haitusumbui hata kidogo. Tumeshafanya kazi kubwa. Tumeshafanya kazi kubwa. Afrika hii haiwezi kutushinda hata kidogo. Lakini ili tuweze kufanikisha hili, ni lazima kila mwana Simba atimize wajibu wake. Simba ndiyo timu inayoongoza Afrika kwa kutoa vipigo vikubwa. Tulimfunga mtu bao 7, tukamfunga mtu bao 6. Ni Simba pekee ndiyo ambayo inaweza kufanya hivyo. Na tarehe 9 tuna uwezo wa kurudia hayo ambayo tumewahi kuyafanya. Lakini katika rekodi zetu, mabao mengi ambayo tumemfunga Mwarabu ni mabao 2 pekee ambayo tumemfunga Constantine. Tarehe 9 ya Jumatano tunakwenda kuandika rekodi nyingine mpya ya kumfunga Mwarabu mabao mengi zaidi yale 2 ambayo tumewahi kumfunga Constantine. Ili tuweze kuvuka, tunahitaji mabao 3 katika mchezo huo. Kwa Simba hii, mabao 3 yanapatikana kufumba na kufumbua. Kuna vitu vigumu kwa Simba, lakini sio kupata mabao 3 Benjamin Mkapa. Tunaweza kushindwa kila kitu Simba Sports, lakini hatuwezi kushindwa kupata mabao 3 kwa bila Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, timu ya kufanya hivyo tunayo, na nyinyi wenyewe mliiona siku ile pale uwanjani Misri. Kama sio makosa ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu, tulikuwa tunaondoka pale na matokeo mazuri, na mechi ya marudiano tumekuja kufanya ubaya. Lakini hakuna shida, yale tuliyoyapata bado kwetu ni matokeo mazuri. Tuna uwezo wa kufanya chochote katika mechi ya marudiano. Mwana Simba, nunua tiketi yako, tukutane Benjamin Mkapa. Wapo watu ambao katika mechi ya Sfaxien, ikiwa inaenda 1-1 dakika za mwishoni, walishaanza kutoka uwanjani na kwenda nje ya uwanja kuanza kulalamika. Kabla hawajafika getini, wakasikia kelele. Wana Simba ambao hawakukata tamaa walibaki uwanjani wakashuhudia goli la Kibu. Na safari hii ni vivyo hivyo kwa yule ambaye amekata tamaa na hatakuja uwanjani, atawashuhudia wenzie wakishangilia ushindi, wakishangilia mnyama ameenda nusu fainali. Huu ugumu tunaopitia hapa na tunafanikiwa, ndio ugumu tutakaokutana nao tarehe 9, na tutafanikiwa. Mvua yangu jua langu, napambana na Simba yangu. Mvua yangu jua langu, napambana na Simba yangu. Mvua yangu jua langu, mvua yangu jua langu, napambana na Simba yangu. Jua langu, mvua yangu, napambana na Simba yangu. Jua langu, mvua yangu, napambana na Simba yangu. Jua langu, napambana na Simba yangu. Jumatano haitakuwa tu siku ya kumfunga Mwarabu. Jumatano itakuwa ni siku ya kumchakaza Mwarabu.
Waarabu tumeshawafunga sana. Tushamfunga Al-Ahly Benjamin Mkapa bao moja kabila. Tumeshamfunga RS Berkane bao moja kabila. Tumeshamfunga Wydad Casablanca bao moja kabila. Tumeshamfunga Sfaxien na bao mawili kwa moja. Tumeshamfunga Constantine mabao mawili kabila. Kumfunga Mwarabu tumeshazoea na kwetu sio kazi ngumu. Tunachoenda kufanya tarehe 9 ni kumchakaza Mwarabu. Na ndugu zangu wana Simba, huyu Mwarabu wa Almasi ni saizi yetu kabisa. Tuna uwezo wa kumfanya vibaya, tuna uwezo wa kumfanya chochote, na tutamfanya kile ambacho sisi tunataka kufanya siku hiyo. Ndugu zanguni, baada ya mechi kumalizika, nikampata mchezaji mmoja baada ya mwingine. Nikamuuliza, hii tunavuka? Kila niliyomuuliza alinambia hii tunavuka. Niko hapa Mbezi sokoni kuwaambia wana Simba, wachezaji wa Simba wamenambia hii tunavuka. Kwa hiyo wewe mwana Simba, mtu pekee ambaye unapaswa kumsikiliza na kumwamini ni mchezaji wa Simba ambaye anakwenda kuvuja jasho pale uwanjani. Kama yeye mchezaji ameshasema hii tunavuka, wewe nani mwingine uanze kuishi na mashaka? Ndugu zangu wana Simba, hii tunavuka. Lakini kuvuka huku kunahitaji nguvu ya pamoja, kunahitaji mshikamano wa pamoja. Tunahitaji wanasimba wote tukaishi kwenye dhana yetu ya uhalisia ya nguvu moja. Tukitimiza hilo, mama yangu Almasi anakufa Benjamin Mkapa kweupe. Jambo moja la msingi ndugu zangu, na huo ni ujumbe kutoka CAF, ya kwamba tunapokwenda kwenye mechi hii na tunapokuwa uwanjani, jambo la msingi la kuzingatia ni ustaarabu wetu mashabiki wa Simba. Sote tunakumbuka namna ambavyo ubaya ubora ulitugeukia mechi yetu na Constantine, tukaangalia mabandani. Sasa hayo yasitokee kwenye nusu finali. Tuna nusu finali na Zamalek hapo katikati ya mwezi wa 4. Kwa hiyo tunapokwenda uwanjani, tujiepushe na aina yoyote ya vurugu, tujiepushe na aina yoyote ya vurumai. Twende tukashangilie kwa nguvu Simba yetu, tuondoke uwanjani tukiwa tumechukua ushindi wetu na mnyama yuko nusu finali. Ndugu zanguni, tutakuwa na mgeni rasmi katika mchezo huu, tutamtangaza hapo baadaye. Lakini leo niko hapa kuwatangazia mgeni maalum katika mchezo wetu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mgeni wetu maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi wa 4 ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ni rais wa baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati CECAFA, lakini vile vile ni rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, si mwingine Wallace Karia.
Tuna kila sababu ya kumwalika na kumpa heshima hii Wallace Karia kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu dhidi ya Almasry. Pasina shaka, pasina wasiwasi, pasina kuficha macho, Wallace Karia ametenda mema mengi sana kwa mpira wa Tanzania. Mafanikio tuliyokuwa nayo Simba Sports Club kwenye anga za kimataifa ni kutokana na uimara na ubora wake Wallace Karia. Hivyo basi sisi Simba Sports Club hatuna budi kuenzi, kutukuza, kuheshimu na kutangazia umma ya kwamba tunatambua, tunathamini, tunaheshimu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Haiwezekani kwenye familia mtoto anafaulu alafu uje useme baba hahusiki kwenye kufaulu kwa huyo mtoto. Simba Sports Club kufika nafasi ya 6 kwa ubora Afrika ni kutokana na uongozi thabiti wa Wallace Karia. Na ndugu zanguni wana Simba, nichukue nafasi hii kuzungumza nanyi kwa kukumbusha kwamba tunapaswa kuheshimu viongozi wetu wa mpira wa miguu ambao wanafanya kazi kubwa ya kuendesha mpira wetu huu, lakini vile vile kuheshimu na kutii mamlaka zote ambazo ziko juu yetu. Kwa hiyo kwa hili tumuombe Mheshimiwa Wallace Karia apokee mwaliko wetu aje kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9, aje muone mnyama anakwenda nusu fainali. Ndugu zangu ni wana Simba, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Tuna kila sababu ya kujivunia sisi kuwa Simba. Hii pilika tuliokuwa nao leo ni kwa sababu sisi ni Simba, ni kwa sababu tuko peke yetu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, tuko peke yetu kwenye michuano ya Afrika. Na ndio maana unatuona tuko busy tukihangaika kunadi maendeleo ya mpira, tukihangaika kutangaza mpira, tukihangaika kuhamasishana watu waje Benjamin Mkapa. Watu wote wasiokuwa na shughuli ndani ya wiki hii ndio unaona wanatukana viongozi wa serikali. Sisi kwa kuwa tuko bize na mambo ya msingi, ndio maana tunafanya mambo ya maana kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania unasonga mbele. Baba tunabeba, ndugu zanguni, wanatuonia wivu, wanatamani wangekuwa wao, lakini uwezo wao hauwaruhusu kuwa hapa. Aliyepo hapa ni yule mwenye uwezo tu. Tulikuwa 6, hatimaye tumebaki peke yetu. Tani tunatania, basi tutakutana safari hii. Na sio tu atakayetia mkono, hata atakayeweka nia ya kumharibia Simba kwenye mechi hii. Tunakumbusha tena, kabla hajaweka nia yake hakikisha ameshaandika na usia.
muda wa wema umekwisha, imebaki nini? Ndugu zangu ni wana Simba, hii mechi tunaitaka sana. Tayari tumeshacheza robo finali 5. Robo finali hii ya 6 tunataka kwenda nusu finali. Hatuna option nyingine. Tunataka kwenda nusu finali. Almasiri watake tutaenda, Almasiri wasitake tutaenda. Wavimba macho watake tutaenda, wavimba macho wasitake tutaenda. Safari hii hatuishii robo finali. Tunasema kwa nguvu moja na kwa sauti moja, hii ndugu zangu, leo tumezindua hamasa hapa katika tawi la Mbezi Sokoni shule. Tawi lenu lina jina refu. Mbezi shule Sokoni. Tafsiri moja, iwe ni Mbezi Sokoni au Mbezi shule. Mbezi shule Sokoni. Mchanganyo wake ni mrefu sana. Mgeni mwingine maalum nitamtangaza kesho katika mwendelezo wa kispika ambacho kitafanyika katika tawi la Mazizini Ukonga. Kesho, ratiba kesho, tutakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kufanya hamasa. Tukitoka hapo tunakwenda tawi la Tabata Dampo. Kwa kesho tuna matawi mawili ya kwenda kufanya hamasa. Tunakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kuangalia namna watu wanavyochinja ng'ombe kwenye machinjo yao, na sisi tupate hisia za kwenda kumchinja Almasiri tarehe 9. Alafu tunakwenda tawi la Tabata Dampo kwenda kuangalia namna ya kutupa vifaa baada ya kumaliza kazi. Yaani baada ya kumaliza Almasiri tunakwenda kumtupa Dampo. Nyama amekwenda nusu finali. Mwaka huu mambo ni nyeupe. Baba inanipalaza, Simba hiyo inanipalaza, Simba hiyo inanipalaza, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo amedinige nawe, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo amedinige mjuaje, Simba hiyo nimetoka nayo pale, Simba hiyo nimetoka nayo pale, Simba hiyo mchezo mimba mchezo na Simba. Kuna mambo moja msingi kidogo tuzungumze hapa kabla hatujamaliza mkutano wetu. Si mmechoka? Hamjachoka? Tuendelee kumwaga vitu. Ana utangulizi. Najua. Ndugu zanguni, baada ya mechi yetu na Almasiri, maoni yamekuwa mengi sana kwa wanasimba, lakini maoni yamejikita kwenye maeneo matatu tu hivi. Eneo la kwanza, kwamba kwa nini wachezaji wetu hawaendi kumzonga mwamuzi pale ambapo tunahisi kuonewa. Wachezaji wetu walicheza in a very professional way, wakiamini ya kwamba iko mechi ya marudiano ambayo hiyo tutakwenda kufanya kila kitu tuweze kupata ushindi. Kwa hilo hatuna cha kuwalaumu wachezaji wetu, tuwapongeze kwa namna ambavyo walibehave very professional na mechi imeisha salama. Sasa kazi imebaki kwenye mechi ya marudiano. Kwa sababu ya kuwalaumu wachezaji wetu,
walitimiza wajibu wao, watafanya kila mnachokitaka katika mechi ya marudiano. Lakini kama haitoshi, maoni mengine ambayo yametolewa na wanasimba ni uchoyo, hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Niwaambie pia kwamba hilo hamjalizungumza peke yenu, mwalimu vile vile amelizungumza na wachezaji wake, lakini kiongozi wetu mwenyekiti Murtaza Mangungu alikuwepo naye vile vile amezungumza na wachezaji. Hilo jambo halitajirudia, halitatokea katika mechi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hakuna sababu tena ya kuendelea kutoa maoni wala mawazo. Tayari mawazo yenu yote yanafanyiwa kazi na watu husika, wameyasikia, wameyaona. Sisi kilichobaki ni kutimiza wajibu wetu, kununua tiketi. Tukutane wapi? Tukutane Benjamin Mkapa. Tumalize ndugu zangu, baada ya kutoka hapa tunafanya uwezekano wa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora na yeye aje katika mechi yetu ya tarehe 9. Mheshimiwa Paul Chacha tutamwalika na yeye, kama atakuwa hana majukumu ya kuwatumikia wanatabora, basi aje ajumuike na Watanzania wenzie kumuona Simba anakwenda nusu finali. Na kwa nini tunamwalika Mheshimiwa Paul Chacha? Kwa sababu amekuwa akifanya kazi kubwa ya kuhamasisha michezo nchini kupitia timu yake ya Tabora United. Lakini vile vile Tabora United ipo katika nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa hapo mwakani. Kwa hiyo tunamwalika aje aone namna gani mashindano ya kimataifa yanaandaliwa, yanachezwa, ili aanze maandalizi na timu yake ya Tabora United. Adui yao ndio rafiki wetu. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza, asanteni sana kwa kuja. Jukumu letu linabaki moja tu, la kununua tiketi. Tukutane uwanja wa Benjamin Mkapa, twende tukaishangilie Simba yetu, twende hatua ya nusu finali. Asanteni sana.